dakika unazipata kupitia Bongo Headlines. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Hiki ndicho kinaendelea nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku ya leo. Hapa uwanja wa Benjamin Mkapa, nje ya uwanja, shabiki anala kwake. Kila vikundi vya mashabiki vimejikusanya vikijadili hiki ambacho kinaendelea kwa siku ya leo. Hawa ni wapenda soka ambao walikuja kufuatilia mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, mchezo wa dabi wa Machi 8, lakini imeshakuwa ni sintofahamu mpaka hivi sasa. Wapenda soka nyuso zao zimejaa huzuni, wapenda soka nyuso zao zimejaa simanzi kwa hiki ambacho kimetokea. Wengine wanakuambia wametokea mbali kwa ajili ya kuja kufuatilia mchezo huu, lakini ndo hivyo, taarifa kama wanavyozisikia hivyo, wamejawa na huzuni mkubwa sana. Kameramani anatupitisha katika eneo la ndani ya uwanja. Tunaona watu kwenye majukwaa kule ndani wakitoka nje. Nobody in wanasema, lakini out wanaruhusiwa kutoka. Watu wakitoka ndani ya uwanja kwa maana mchezo wa leo umeshahailishwa. Taarifa kutoka bodi ya ligi ndivyo inavyosema. Tutawaoji mashabiki waliokuwa wamejitokeza kufuatilia mchezo wa leo, watoe maoni yao, ni kipi ambacho au maoni yao ni yapi kwa hiki ambacho kimetokea siku ya leo. Kama kameramani anavyokupitisha katika eneo la uwanja, unaona watu wengi wakitoka nje uwanja, wakitoka ndani ya uwanja wakirudi nje ya uwanja, kwa maana mchezo umehairishwa. Eneo la kushoto ni geti la uwanja wa Benjamin Mkapa. Inaonekana kuna kundi kubwa la watu wakihitaji kuingia ndani, lakini kuna wengine wakitoka ndani wakija nje ya uwanja, kwa maana mchezo umehairishwa. Mchezo wa dabi uliokuwa unatakiwa kuchezwa leo Machi 8 majira ya saa 1:15 usiku, mchezo huo hautokuwepo kwa siku ya leo kulingana na yale ambayo yalijitokeza kuanzia siku ya jana majira ya jioni, majira ya usiku, baada ya timu ya Simba kugomewa kuingia uwanjani. Nani kazingua? Simba wamezingua. Vipi? Haiwezekani, wanakuja na mabasi mawili, wanakuja kucheza na wazee wacheze mazoezi. Eti kwa sababu gani ambao mpaka sasa hawajaleta timu? Kwani taarifa ya Simba uliipata? Taarifa ya Simba nimeipata kwamba walitoa barua TFF kwamba kutokana na mazingira wamezuiliwa, kwamba wameomba ili waweze kuahirisha, hawatakuja. Sasa tukajiuliza, wamekuja na basi mbili, basi la wazee na wazee wanakuja kufanya mazoezi. Blaza nakuuliza, wazee wanakuja kufanya mazoezi? Wenda wazee nao ni sehemu ya timu, ndio maana wamekuja. Haiwezekani, hakuna kitu kama hicho blaza. Na bila shaka yote wanazalisha TFF. Yote haya watu wanatoka mbali sana blaza. Watu wanalipia. Kuna kijana mmoja nilikuwa naongea naye pale, anakuambia ana siku 2-3 katoka mkoani huko sijui wapi Mbeya, yani guest kalipia kama 80,000 kwa ajili ya mchezo. Sababu ya mchezo kama blaza. Mimi nakaa tu Twangoma hapa ndo kwangu. Unaona? Kwa hiyo nasikitika nakuja kitu kama hiki. Mimi mwenyewe nilikuwa sipo. Nimetoka mkoani kama jana, tunajua kwamba kesho naangalia dabi. Nimekuja nasikia mambo hayo, nikasema mimi sielewi, ngoja nikashuhudie. Nafika mazingira hapa, kumbe official. Maoni yako ni yapi sasa kulingana na taarifa zimeshatoka rasmi kabisa mchezo umeahirishwa? Mimi ninasema TFF wakae chini waangalie
mimi najua hili lote ni kutokana na mazingira ya imani, sababu TFF walisema kwamba wameweka kipengele cha mambo ya ushirikina, kwamba ikionekana timu inafanya mambo ya ushirikina inapigwa faini. Sasa kwa nini Simba mpaka sasa imejikuta kwamba kuja, yani wameambiwa wachezaji waingie wafanye mazoezi, wale wazee wakae pembeni, ikakataliwa kutokana na nini? Kutokana na imani ya kishirikina. Hizi kwani ukiwaona wazee ni tayari umeshaona imani za kishirikina? Kutokana na mazingira. Kwa nini wameshindwa kuja kufanya mazoezi? Kwa nini Simba wale wachezaji hawajapewa ule muda wa kusema bwana ingieni mwende mkafanye mazoezi? Na hii lote ambalo waga nafanyaga hii wiki yote, yani wao umeshajiandaa, afu nasema leo mimi ndio naenda kufanya mazoezi ya kucheza na mtani. Kwao ndo iwe sababu ya wewe kutoshindwa kuingia uwanjani? Kama sio imani za kishirikina watu ambao nini? Lakini mamlaka zipo na zinasimamia. Wewe nini cha kuiambia mamlaka? Mimi naambia mamlaka wakae chini wajitafakari. Watu washaharibu gharama zao nyingi sana. Watu wanapenda mpira, lakini kutokana na mazingira kama hayo wanaharibu mapenzi. Haya Simba na Yanga wanatuharibia ni mpira. Ulikuwa ushaingia eneo la ndani ya uwanja? Mimi nilikuwa nishaingia blaza. Mimi nilikuwa nishaingia. Nimekuja na mwanangu huyo hapo unamuona. Umeshaingia eneo la ndani ya uwanja? Kabisa. Mkapewa taarifa kwamba au uliipata taarifa wewe? Official kuna simu kubwa. Kuangalia kaambia official ndio hiyo hapo, leo mpira umeahirishwa. Tumetoka kusikitika sana blaza. Tumetoka nje. Tumetoka nje, lakini nasikitika sana blaza. Mimi niwape pole sana wapenda soka. Asante sana blaza, lakini TFF wakae wajitafakari. Mpira wetu wanaopeleka katika mazingira gani? Watu wanatoka sehemu mbali kuja kuangalia dabi. Yani watu wanatoka mbali blaza. Sasa wanafanyeje kwa mfano kuwarudishia gharama zao? Hii inasikitisha, inaturudisha kinyume, alafu wanatuambia mpira wetu umekuwa mambo gani haya, mambo ya kishirikina. Mimi nakwambia blaza, mimi nimekasirika sana. Haiwezekani mtu akae from nowhere tu anakuja tu anakuambia baada kwa tumepata barua sisi tumeahirisha. Wanaahirisha baada ya masaa mangapi kuahirisha? Kanuni zipo. Sasa kanuni bora tangia jana ile wangekaa TFF na wengine wakakaa wakatafakari, watu wasiharibu gharama zao kutoka sehemu mbalimbali. Bora kudharau mtu kapanda gari kutoka sijui wapi kufika hapa, ametumia gharama. Nikupe pole. Hiyo yote blaza, watu wanapenda soka, lakini wanatupeleka wapi hawa viongozi? Wanatuharibia soka. Yani kiufupi maoni yangu ndo hayo blaza. Shukrani sana kaka. Kumbusha unaitwa nani? Mimi naitwa Baraka Isa. Jina langu wananiita mzee wa Yanga. Shukrani sana. Watu ngoma pale wananiita mzee wa Yanga. Unaona hao? Wanatuambia ubaya bwela. Sisi tuko tunataka tuuone uwanjani. So wanatuambia sisi wazee, wana vijana wenyewe. Sisi ndio tuko tunautaka huo blaza. Wao wenyewe ndio wameonyesha ubaya bwela. Ubaya bwela kumbe ndio huu. Inaonekana mashabiki wa Simba wana furaha. Wana furaha sana kutokana na mazingira washachukulia. Shukrani sana. Washachukulia blaza. Kwamba nakula tena 5. Asante. Tulikuwa tunazungumza na shabiki ambaye alikuwa ameshaingia eneo la ndani ya uwanja, sasa hivi ametoka nje ya uwanja. Anakuambia baada ya kupata taarifa rasmi kutokea bodi ya ligi kwamba mchezo wa leo umeahirishwa. Wanaonyesha huzuni kweli mashabiki wakizungumza. Walikuwa wanatamani sana kuiona mbungi ya leo, kuona mchezo wa leo. Wanasema wenyewe ni mchezo ambao ulikuwa unaamua bingwa ni nani wa ligi kuu ya NBC, lakini hiki ndicho ambacho kinaendelea. Ni simanzi uwanja wa Taifa.